Klabu ya Simba ambayo ilipaswa kuweza kushiriki katika mashindano haya kwa mujibu wa kanuni na miongozo ambayo ZFF wameiweka na TFF wameiweka, lakini kwa bahati nzuri, siwezi kusema kwa bahati mbaya, mimi naweza kusema kwa bahati nzuri, commitment waliokuwa nayo ya kimataifa ya kuwakilisha nchi yetu Tanzania katika mashindano ya kombe la shirikisho Afrika, ambayo timu ya Simba imeweza kufuzu hatua ya nusu fainali. Sasa kwa bahati mbaya hapa ndo tutaizungumza, sio pale mwanzo. Hapa ndo kwa bahati mbaya ratiba za CAF wakati zinatoka zimeweza kuingia moja kwa moja na ratiba zile ambazo zinatuonesha kwamba tunacheza kombe la muungano. Kwa wakilishi wetu hawa wa Tanzania, timu ya Simba wamekuwa na commitment kubwa ya kuiwakilisha nchi yetu kimataifa, na kwa sasa nadhani kila Mtanzania anatamani kuona Simba wanakwenda all the way, lakini mwisho wa siku kuja na taji hapa la kimataifa kuleta katika ardhi yetu Tanzania. Kwa hiyo kwa masikitiko makubwa, klabu ya Simba wakiwa na hamu ya kuendelea kushiriki na mashindano haya, kuja kushindana, kwa sababu kikumbukwa hawa ni mabingwa watetezi wa kombe hili kwa msimu uliopita na ni mabingwa mara 6 katika historia ya klabu yao ya mashindano haya. Wameweza kutuandikia barua rasmi ZFF na TFF kututaarifu kwamba kwa ratiba hii ambayo imeingia, basi kwa wao kwa msimu huu itakuwa ni bora nguvu na sisi wa Tanzania kwa ujumla wetu tuwasaidie kwa dua na kila hali wakaliwakilisha taifa letu watuletee kombe. Lengo mchezo wa mpira wa miguu uchezwe. Kwa hiyo tutacheza kombe la mapinduzi, kombe la muungano bila Simba, lakini wao watashiriki mashindano ya kimataifa tukiwa tunahapa nguvu, baraka, na timu zote zitashiriki kombe la muungano na nyingine hizo tutakuwa tuko pamoja na klabu ya Simba hii kwa ajili ya kuweza kuwakilisha vitu Tanzania. Kwa hiyo Sports Club imeweza kuondoka katika mashindano haya. Tuandikia barua kwa masikitiko makubwa. Sasa tukakaa TFF na ZFF, idadi ya timu zinapaswa kuwa 4 visiwani, 4 Tanzania bara. Simba kutokana na majukumu haya imebidi waweze kwenda kuwakilisha taifa zaidi. Basi tukashauriana kwa mujibu wa kanuni zetu na miongozo yetu, timu ambayo imeshika nafasi ya 5 katika ligi kuu ya Tanzania bara NBC Premier League ya msimu uliopita, Singida Black Star, kama nimetamka sahihi, wataweza kushiriki mashindano haya ya msimu wa mwaka 2025 ya kombe la muungano. Kwa hiyo ikatimiza idadi kamili ya timu 4 za Tanzania bara. Kwa kuziweka sawa na kuzirejea ni timu ya Yanga Sports Club, timu ya Azam FC, timu ya Coastal Union na timu ya Singida Black Star.